Tuanzie huko nchini Marekani ambako hata baada ya amri kutotoka nje eneo la katikati mwa jiji la Los Angeles kuwekwa usiku wa kuamkia, waandamanaji walikiuka amri hiyo, hatua ambayo iliwafanya polisi kuanza zoezi la kamata muda mfupi baada ya amri hiyo kuanza kutekelezwa. Zainab Aziz na taarifa ya kina. Polisi katika mji wa Los Angeles walianza kuwakamata watu waliokiuka amri hiyo ya kutotoka nje mara tu baada ya kuanza kutekelezwa kwake. Makundi ya watu walikusanyika kuendeleza maandamano ya kupinga amri ya Rais Donald Trump ambayo anasema ni ya ukandamizaji wa wahamiaji. Meya wa Los Angeles Karen Bass alitoa amri hiyo ya kutotoka nje baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa kupinga uvamizi na kisha kuwakamata watu unaofanywa na maafisa wa mamlaka ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha wa Marekani ICE, hatua iliyosababisha mapigano kati ya waandamanaji na maafisa hao wa serikali waliosema walikuwa wanatekeleza sheria. Maandamano hayo yaliyoanza siku 5 zilizopita katika jiji hilo la Los Angeles maarufu LA, la pili kwa ukubwa nchini Marekani, yalikumbwa na matukio ya uporaji na uharibifu na kuyaharibu maandamano yaliyokuwa ya amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema matukio hayo ndiyo yaliyomfanya achukue hatua ya kushangaza ya kupeleka wanajeshi, ingawa uamuzi wake huo umepingwa vikali na gavana wa jimbo hilo Gavin Newsom. Gavana huyo wa chama cha Democratic amemlaumu Trump kwa kutumia nguvu zaidi ya inavyohitajika. Trump is pulling a military dragnet. Trump anatumia nguvu za kijeshi kote Los Angeles. Hatua hii inavuka mipaka ya dhamira yake ya kuwasaka wahalifu. Mawakala wake wanawakamata hadi waosha vyombo, watunza bustani, vibarua na hata washonaji. Huo ni udhaifu tu. Serikali ya Donald Trump hailindi jamii zetu, badala yake jamii inatiwa kiwewe, na hilo linaonekana kuwa ni lengo kuu. And that seems to be the entire point. Rais Trump amewaamuru wanajeshi wapatao 4,000 kwenda katika jiji la Los Angeles pamoja na wanamaji 700, akidai kwamba amelazimika kuchukua hatua hiyo ili kudhibiti hali katika jiji hilo, licha ya vikosi vya usalama vya jiji hilo kusema kuwa vyenyewe vinaweza kuidhibiti hali na kutuliza matukio yanayoendelea kwa sasa. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kulikomboa jiji la Los Angeles wakati ambapo maandamano yanaendelea kupinga operesheni za mamlaka ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha nchini Marekani ICE dhidi ya wahamiaji walio nchini humo bila vibali. Ni Zainab Aziz huyu. Wakenya 6 akiwemo mwanasiasa wa upinzani Martha Karua, jaji mkuu wa zamani Willy Mutunga, wameshtaki serikali ya Tanzania katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki AEACJ kwa kuwashikilia kinyume cha sheria na kuwarejesha nchini mwao. Wote walikuwa ni miongoni mwa watu 8 waliosafiri Dar es Salaam tarehe 18 Mei na 19 kufuatilia kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani na mkosoaji wa serikali Tundu Lissu. Mwenzangu Silvia Mwehozi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisheria Dastan Omar kutoka Nairobi. Kwanza amemuuliza kesi hiyo ina uzito gani? Mambo yaliyotendeka kule Tanzania, ule mwanasiasa wa upinzani aliyeshikwa na kunyimwa dhamana na kudhalilishwa, ilikuwa ni kinyume cha demokrasia ambayo inatakikana kuwemo ulimwenguni. Wakenya ambao ni wanasheria maarufu walienda pale wakanyimwa, isipokuwa Maraga, wengine wote walinyimwa kibali cha kuingia Tanzania. Ile ni kinyume na mikubaliano na mikataba ya East African Community. Kesi nzito zaidi sababu ile mahakama ya East African Court of Justice huenda ikawaadhibu serikali ya Tanzania na huenda ikamsurutisha yule ambaye ni rais wa Tanzania na akaonekana katika jicho mbaya katika ulimwengu wa demokrasia za bara la Afrika. Miongoni mwa madai ya walalamikaji ni kwamba walitimiza masharti yote ya kusafiri. Tunafahamu itifaki ya Afrika Mashariki inataja uhuru wa kusafiri kwa raia wanachama wa jumuiya, lakini kuna ukomo wa uhuru huo. Kuna ukomo. Ule uhuru sio absolute. Ule ukomo unaweza kuwa kama wewe wasafiri kwenda kuvuruga amani ya nchi fulani, umejiami na silaha,
umekwenda pale kujaribu kupindua serikali ya nchi ile fulani, lakini wale wa Kenya waliozuiliwa ukomo haumo kwao. Wale ni mawakili waliotaka kwenda mahakamani. Mahakama zote za bara la Afrika, za Jumuiya ya Afrika, ni mahakama ambazo mtu yeyote ana uhuru wa kuingia na kusikiza, zile zinazoitwa open court. Kwa hivyo uwe ni Mtanzania, uwe ni Mjerumani, mahakamani hauulizi wewe ni nani kuingia. Tanzania ina uhuru wa kusema huwezi wakilisha mtu, lakini hawana uhuru wa kusema huwezi ingia mahakama na kusikiza ile kesi. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba ile kesi ina uzito mkubwa sana. Unadhani uamuzi wa kesi hiyo unaweza kuwa na athari zozote katika utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Kesi yenyewe imeleta mtafaruku, sababu wabunge wa Kenya katika bunge la Kenya, wabunge katika Tanganyika, Tanzania, wamezungumza masuala mazito. Wa Kenya na wa Tanzania wamejibizana. Ule uhusiano utazidi kudorora hivi kwamba karibu 70% ya vitu ambavyo ni vyombo vya kutumia majumbani na industrial production zinatoka Kenya kwenda pale. Kuna Wakenya wengi sana wanaofanya kazi kule Tanzania. Kuna Watanzania wengi wanakuja kufanya biashara huku Kenya. Kwa hivyo haya mambo yasipoangaliwa vizuri, huenda yakaleta hali ambayo ni tata kwa uhusiano wa Kenya na Tanzania. Ni mchambuzi wa masuala ya kisheria Dastan Omar kutoka Nairobi, Kenya, alipozungumza na mwenzangu Sylvia Mwehozi. DW tunavuma kwa kishindo. Mkuu wa chama cha kijani cha Ujerumani Franziska Brandner ametoa wito kwa nchi yake kuungana na nchi nyingine katika kuwawekea vikwazo mawaziri wa Israel Bezalel Smotrich na Itamar Ben-Gvir wanaoegemea siasa kali za mrengo wa kulia kuhusiana na tuhuma za kuchochea ghasia dhidi ya Wapalestina. Wakati huo shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema watu 31 waliuawa, takriban wengine 200 kujeruhiwa leo wakati wanajeshi wa Israel walipofyatua risasi watu waliokuwa wakisubiri kuingia katika kituo cha usambazaji chakula. Tatu Karema na maelezo ya kina. Kiongozi huyo wa chama cha kijani nchini Ujerumani amewashtumu mawaziri hao wawili kwa kuitisha wazi ghasia dhidi ya watu wa Palestina na kwa muda mrefu kueneza sera ya unyakuzi na uhamishaji. Brandner ameliambia shirika la habari la DPA kwamba hatua hiyo inagharimu maisha ya wanadamu, kufanya jamii nzima kupoteza makazi na kusababisha vikwazo vikubwa katika njia ya mchakato wa amani. Matamshi yake yanakuja baada ya Uingereza, Canada, Australia, New Zealand na Norway jana kutangaza kuwekea vikwazo Ben-Gvir ambaye ni waziri wa ulinzi katika serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na mwenzake wa fedha Smotrich. Katika taarifa pamoja, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo tano walimshtumu Smotrich na Ben-Gvir kwa kuchochea vurugu za itikadi kali na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu za Wapalestina. Serikali ya Uingereza imesema kuwa vikwazo vya nchi yake vinahusisha marufuku ya usafiri pamoja na kufungia mali. Norway pia iliweka marufuku ya kusafiri. Wakati huo huo, Marekani imeshtumu uamuzi wa Uingereza wa kuwekea vikwazo mawaziri hao wawili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa marufuku ya kusafiri na kufungia mali iliyowekwa dhidi ya Ben-Gvir na Smotrich inarudisha nyuma juhudi zinazoongozwa na Marekani kufikia usitishaji wa mapigano, na akatoa wito wa kubatilishwa kwa maamuzi hayo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa New Zealand Christopher Luxon amesema ni muhimu kiashiria kuonyesha kwamba wamekuwa na msimamo wa muda mrefu chini ya serikali mbalimbali kwamba makazi katika ukingo wa magharibi sio halali chini ya sheria ya kimataifa. Tumekuja kushirikiana na washirika wetu na marafiki wenye nia moja nchini Uingereza, Canada, Australia, Norway na New Zealand kusema kwa pamoja, unajua hii haitoshi. Hawa ni mawaziri wanaotumia maneno ya itikadi kali na kuweka makazi katika ukingo wa magharibi. Katika hatua nyingine, msemaji wa shirika la ulinzi
ulinzi wa kiraia la Gaza Mahmoud Basal ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wamesafirisha miili ya watu 31 na majeruhi 200 kutokana na shambulizi la droni la Israel dhidi ya makazi ya watu waliokuwa wanaelekea katika kambi ya msaada ya Marekani kupokea chakula. Hata hivyo, jeshi la Israel halikujibu mara moja ombi la tamko kuhusu hali hiyo. Ni taarifa yake Tatu Karema. Na sasa tutazame mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa bahari unaendelea mjini Nice, kusini mwa Ufaransa, ambapo nchi 90 zimetoa wito wa kusainiwa mkataba wa kimataifa wa kudhibiti uzalishaji wa plastiki kabla ya kuanza duru nyingine ya mazungumzo magumu kuhusu mkataba huo. Bruce Amani na mengi zaidi kuhusu mkutano huo. Mazungumzo hayo yalisambaratika mwishoni mwa mwaka wa 2024 huku mataifa yakishindwa kukubaliana jinsi ya kuzuia mamilioni ya tani za taka za plastiki kuingizwa katika mazingira kila mwaka. Kabla ya duru inayofuata ya mazungumzo mwezi Agosti, mawaziri kutoka nchi 95 walitoa mwito wa kiishara wa kuwepo kwa mkataba wa kisheria ambao unazuia uzalishaji wa plastiki na kuondoa kemikali hatari. Akizungumza katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari, waziri wa mazingira wa Ufaransa Agnès Pannier-Runacher ameyataka mataifa kutia saini tamko la Nice kuhusu uchafuzi unaotokana na plastiki. Kwa nini tamko hili ni muhimu? Kwa sababu baadhi ya nchi zinajaribu kutufanya tuamini kwamba kwa kuchukua hatua kuhusu ukusanyaji, uchambuaji na kuchakata tena tutamaliza uchafuzi wa plastiki. Huu ni uongo. Hatupaswi kuunga mkono uongo huu. Tunajua kwamba tusipofanya chochote ifikapo mwaka 2060 uzalishaji wa plastiki utaongezeka mara 3 na taka hizi za plastiki zitaongezeka mara 3 na kutuzamisha ikiwa hatutachukua hatua. Qui vont nous submerger si nous n'agissons pas. Mataifa yanayoitwa yenye nia kubwa kwa muda mrefu yamesisitiza makubaliano hayo kujumuisha vizuizi katika utengenezaji wa aina mpya ya plastiki ambayo kwa kiasi kikubwa imetengenezwa kutokana na kemikali zinazotokana na nishati ya visukuku. Nalo kundi pinzani la nchi zinazojiita zenye nia inayofanana, nyingi zikiwa za kampuni kubwa za mafuta na kemikali zinazotokana na uchakataji wa mafuta, zimekataa wito wa kuwekwa ukomo wa uzalishaji na badala yake kushinikiza kupatikana kwa mkataba ambao unatanguliza usimamizi wa taka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyahimiza mataifa kukabiliana na janga la uchafuzi wa plastiki. Nchi zote lazima zikamilishe haraka mazungumzo ya mkataba kabambe wa kisheria wa kimataifa ili kukomesha uchafuzi unaotokana na plastiki, na tunatumai kuwa hili litafanyika mwaka huu. Mnamo mwaka wa 2019 ulimwengu ulizalisha karibu tani milioni 460 za plastiki, takwimu ambayo imeongezeka mara 2 tangu mwaka wa 2000 kulingana na shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo. Uzalishaji wa plastiki unatarajiwa kuongezeka mara 3 ifikapo mwaka wa 2060. Ni taarifa yake Bruce Amani. Jamii za wafugaji katika eneo la Pembe ya Afrika zimehimizwa kuimarisha ufugaji wa ngamia kama njia mojawapo ya kujikimu kimaisha kusudi kuweza kukabiliana na majanga yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Hayo yamesemwa jijini Nairobi nchini Kenya kwenye kongamano linalowaleta pamoja mawaziri kutoka barani Afrika, wataalamu wa mifugo, wadau wa maendeleo na wawakilishi wa sekta binafsi. Ruben Chama na taarifa ya kina. Mwakilishi wa kanda ya Afrika wa shirika la chakula na kilimo FAO, Abebe Aile Gabriel, amewaambia wajumbe katika mkutano huo kuwa ngamia wana mchango muhimu katika kukuza maendeleo endelevu yanayokabiliana na vita dhidi ya njaa, kuondoa umaskini wa kupindukia na pia kuwawezesha wanawake kiuchumi. Countries like Somalia, Pembe ya Afrika ikiwemo nchi za Somalia, Ethiopia, Sudan na mwenyeji wetu Kenya ni kitovu cha ngamia ulimwenguni. Katika kipindi hiki ambapo tunakumbana na majanga yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi, ngamia ana uwezo wa kustahimili ukame. Itakumbukwa kuwa mamilioni ya watu katika eneo la Pembe ya Afrika wamekabiliwa na baa la njaa katika miaka ya karibuni kutokana na hali mbaya ya ukame tokea mwaka wa 2020 hadi mwaka wa 2023 na kuangamiza idadi kubwa ya mifugo. Raison Seketeti ni mfugaji wa kuhamahama wa jamii ya Wasamburu toka Doldol, kaunti ya Laikipia nchini Kenya.
wanyama wetu wamekonda, wamedhoofika. Ukipeleka sokoni kuuza, hakuna kitu utapata. Na ujumbe wangu kwa hao wataalamu, kama inawezekana, mtenge pesa ya kutosha kununua mifugo yetu wakati wa kiangazi. Katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano huo, Moses Vilakati, kamishna wa Tume ya Umoja wa Afrika anayehusika na kilimo na maendeleo vijijini, amesema ripoti ya hivi karibuni kuhusu chakula na lishe bora inatia shaka kutokana na idadi kubwa ya watoto barani Afrika walio na viwango vya juu vya utapiamlo, licha ya kwamba bara hilo lina utajiri mkubwa wa mifugo. Katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na Huyam Sali, mkurugenzi wa mpango wa kuinua jamii za wafugaji, Vilakati aliye raia wa Eswatini amesema kuna nchi kadhaa barani Afrika zinazotumia kiwango cha chini sana cha madini ya protini yanayopatikana katika maziwa au nyama ya mifugo, yani kilo 3 hadi 5 tu ya protini, ilhali utafiti unaonyesha utumiaji wa mara kwa mara wa aina hiyo ya protini una manufaa kutokana na virutubisho vingi vyenye kinga ya magonjwa mbalimbali mwilini. Miongoni mwa wanaohudhuria kongamano hilo ni mawaziri kutoka nchi mbalimbali, viongozi wa serikali, wanasayansi na wataalamu wa mifugo kutoka mashirika ya umma na sekta ya kibinafsi. Ruben Chama, DW, Nairobi. Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, nikukumbusha kuwa unasikiliza DW ambayo inayarusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Umewadia wakati ambapo unaweza kuyasikia yale ambayo yanarindima, nikitumia lugha hiyo, katika mitandao ya kijamii. Na tayari Saumu Jama yupo hapa studio, alikuwa akiperuzi huko katika mitandao ya kijamii. Saumu, karibu. Asante sana Sudi Mnete. Mengi huwa yanavuma kule mitandaoni, lakini baadhi ambayo nimeweza kukusanya ni swala la bilionea wa Marekani Elon Musk, ambaye pia ni mshirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump. Wiki iliyopita tuliona akichapisha machapisho mbalimbali ya kumsuta, ya kusema mambo ambayo pengine yalikuwa labda ni siri kati yake labda na rais wa Marekani, lakini leo amechapisha akisema kwamba anajuta na kwamba alivuka mipaka katika baadhi ya machapisho yake dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, na kwa kiasi kikubwa anaomba radhi. Sasa swala hili limewavutia wengi kwamba walitarajia endelee kutoa machapisho na siri na masuala mengi ambayo walitaka kupata ufumbuzi kuhusiana na namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump anavyoendesha serikali, lakini kwa swala la kuomba msamaha wengi kidogo hawakulifurahia, lakini kuna baadhi ambao wanasema kwamba muungwana ni vitendo, kwamba amefanya swala la muhimu. Kwa hiyo miongoni mwa maoni kunaye hapa anaitwa Isaya Sambo mpenda amani, anasema anajutia na kujifunza pia, ndio maana tunashauriwa kuepuka kufanya maamuzi tukiwa na jazba ama hasira ama tukiwa na furaha kupita kiasi, tuwe waangalifu. Mwingine hapa anasema anaitwa Pascal Mitagato, anasema basi akamwombe msamaha maana ni rafiki yake. Unapotambua kosa lako na ukaomba msamaha, hakika ni ushindi duniani na mbinguni. Lakini Penda ile Kiberenge anasema hizi ni drama tu kama kawaida, mambo haya sio mageni. Chikira Gamba anasema bado tu kunyimwa, hajanyimwa tenda za serikali. Akinyimwa tenda za serikali site hata sujudu huyu. Kisha akasema baadhi ya watu wa Afrika wanala kujifunza kwamba sikio siku zote haliwezi kupita kichwa. Hayo ni ya huko Marekani. Lakini pia vile vile jana usiku ni usiku muhimu sana kwa kikosi cha timu ya taifa ya kandanda cha Brazil baada ya kutinga kwa kombe la dunia mwaka 2026. Wamefuzu baada ya kuipiga Paraguay 1-0. Ni ushindi ambao ni wa kwanza kwa kocha Carlo Ancelotti baada ya kutoka pale Real Madrid na kutua sasa pale Brazil. Ameweza kukifanikisha kikosi cha Brazil kufanikiwa kuweza kushiriki mashindano hayo ambayo yatafanyika Mexico, Canada na Marekani. Lakini wengi wanasema kwamba kufuzu tu sio jambo geni, jambo la kawaida. Brazil ni mambo yao, lakini wanachotaka kukiona ni ile Brazil ambayo zama hizo, sijui Sudi, Brazil ya zama hizo unaifahamu? Nimekuwa nikisikia simulizi ya Brazil na aina yake ya mchezo. Lakini kila kadri mambo yanabadilika, basi soka imekuwa ikibadilika. Ile sifa ambayo tulikuwa tukisikia tangu wadogo
kidogo imepotea. Sasa labda wanataka muendelezo wao. Mimi nasema hoja nzuri hiyo. Sasa kuna mmoja hapa amesema, anaitwa Usikubali kuwa mnyonge, anasema siku moja yeye anaamini kwamba Tanzania itashinda kombe la dunia. Sirimnet. Kwani sasa unacheka? Sio vitu vya kucheka. Mimi nadhani tuishie hapo.